Hujambo ndugu mpenzi mtazamaji, na karibu sana katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia kutoka hapa Tosi TV Network, ambacho kinakuja kwako kila wiki. Na leo tena upo nami Baraka Tosi, na tupo katika somo la pili katika mfululizo wa masomo yetu 13 katika robo hii ya pili ya mwaka 2026. Na kichwa cha somo kinasema kiburi dhidi ya unyenyekevu. Na kabla hatujaendelea kabisa, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu wa kujihudhurisha mbele zako. Muda huu tunapochunguza maandiko yako na yale ambayo unahitaji tujifunze kutoka kwako juma hili, fungua akili zetu, tusaidie tuelewe, katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Fungu letu la kukariri linatoka katika kitabu cha Luka 14 fungu la 11. Nalo limeandikwa, kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Unyenyekevu. Na hapa tunaangalia kiburi dhidi ya unyenyekevu. Naamini kabisa kila mmoja hapa kwa miaka yote aliyoishi hapa duniani amekutana na watu ambao wana tabia ya kujikweza, ambao wanaamini ya kwamba wanajua kila kitu, wanafahamu kila kitu ambacho unaweza ukawaambia. Huenda ni wewe mwenyewe au kuna mtu mwingine ambaye umewahi kukutana naye katika maisha yako, na pengine unamfahamu mtu ambaye amewahi kuwa hivyo na baadaye akabadilika. Biblia imesheheni mifano ya watu ambao walikuwa na viburi na ambao viburi viliwapeleka pabaya, na mmojawapo ni Lucifer. Huyu ambaye alikuwa ni malaika mkubwa, alikuwa malaika wa kufunika, tunaambiwa malaika afunikae kule mbinguni, ambaye alikuwa amepambwa kwa namna ya ajabu kabisa. Mungu alikuwa amemtengeneza kwa namna ya ajabu na ya kutisha, akiimba sauti mbalimbali zikitoka kinywani pake. Lakini si hivyo tu, hata tunaambiwa alikuwa ametengenezwa kiasi kwamba anaweza akatembea katika mawe ya moto. Namna ya ajabu kiasi gani! Lakini si hivyo tu, alikuwa ndiye anaongoza malaika wote kule mbinguni katika uimbaji na katika mambo kadha wa kadha. Na baadaye akaanza kujiona ya kwamba yeye ana ujuzi, yeye ni bora, yeye ameumbwa kwa namna ya ajabu, na akaona hata Yesu Kristo hana nafasi, yani Mungu mwana hana nafasi, kiasi kwamba anatakiwa ampindue huyu Mungu mwana. Na kiburi hiki kilivyoonekana ndani mwake, haikuishia hivyo tu, akawadanganya malaika wengine, na haikuishia hivyo, hata kudiriki kumpindua mwana wa Mungu. Na hapa alikuwa amefika mbali sana. Mungu Baba alimsihi sana huyu Lucifer achane na uamuzi wake huo, na achane na mawazo aliyonayo na yale ambayo yanaonekana ndani mwake, lakini hakukubali mpaka uovu ulipokuwa hauna nafasi ya kuendelea kuwepo kule mbinguni, na hivyo ikabidi atupwe kutoka mbinguni na aje katika ulimwengu. Sisi wote tumewahi kupambana na kiburi kwa namna moja au nyingine. Huenda katika sehemu fulani ya maisha yetu kiburi kimewahi kuibuka katika maisha yetu, na tukataka kujikweza na kujiona ya kwamba sisi ni mashuhuri zaidi kuliko watu wengine. Lakini huenda kwa namna moja au nyingine tuliweza kukihimiri na kukistopisha hicho kiburi kisiendelee, au kwa namna nyingine kiburi kilitushinda na mpaka leo tunaendelea kuwa nacho. Juma hili tunaenda kuangalia mguso ambao kiburi kinaweza kuweka kwenye uhusiano wetu na Mungu, na pamoja na uhusiano wetu na wanadamu, na namna gani ambavyo tunaweza tukaepukana na hiki kiburi, na namna gani ambayo Mungu anaweza akaifanya katika maisha yetu ili kiburi hiki tulicho nacho tuweze kuachana nacho kabisa. Juma hili tutaangalia mada kadhaa, na mada ya kwanza tutaangalia vidole vilivyobanana na kiburi, vidole vilivyobanana vya kiburi.
na tutaangalia ijue nafsi yako, lakini mada nyingine tutaangalia Musa mtumishi mnyenyekevu, kisha tutaangalia kosa kubwa kuliko yote, na hatimaye tutaangalia mtazame yeye. Na tukianza na mada ya kwanza kabisa hapa ambayo inasema vidole vilivyobanana vya kiburi. Kiburi kina maana kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikitolewa katika kamusi au katika muhtasari mbalimbali ambazo zimekuwa zikitengenezwa na wanazuoni mbalimbali. Na leo nitakuja na mada mojawapo ya kiburi kutoka katika kamusi ambayo inasema kiburi ni hisia kwamba wewe ni wa muhimu sana au bora kuliko watu wengine. Na kwa kweli kiburi ni hisia. Kiburi ni hisia ambayo mtu anakuwa nayo, na ni hisia ambayo haipaswi kuwa katika maisha ya mtu yeyote au katika moyo wa mtu yeyote, kwa sababu kwa namna yoyote kiburi kinapoinuka kitasababisha haki za watu wengine kunyonywa au haki za watu wengine kuondolewa. Kwa hiyo kiburi ni hatari, kiburi ni kitu ambacho ni cha huzuni, ni hisia ambazo zinasikitika pale ambapo zinaibuka katika maisha yoyote ya mtu yeyote. Na kama tulivyoangalia hapa katika utangulizi nilipokuwa nikimwelezea huyu Lucifer, ni kweli kabisa hatujui ni kwa namna gani haya mawazo ya kiburi au hiki kiburi kiliingieje kwa Lucifer, lakini tunachoelewa na tunachofahamu ni athari kubwa ambazo kiburi ndani ya Lucifer kilisababisha au kimeendelea kusababisha katika maisha ya wanadamu, katika maisha ya malaika wengine ambao walitupwa na huyu malaika mbaya kabisa Lucifer, ambaye sasa anaitwa Shetani, na tunamuita mbaya kutokana na matendo yake ambayo aliyafanya na kufanya kabisa ulimwengu ubadilike sura ile nzuri ambayo Mungu aliyokuwa ameiweka kwa ajili ya ulimwengu, kwa ajili ya wanadamu ambao aliwaumba vizuri kabisa, ikaondolewa na ikabaki sura ya huzuni, sura mbaya, sura ya uharibifu. Tunaposoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza 2 fungu la 15 hadi 17, kuna mafungu hapa ambayo yanaeleza hoja 3 muhimu ambazo zikijumuisha na kiburi. Na hapa tunaambiwa tusiipende dunia, na tunaeleza ya kwamba kuna tamaa ya macho, lakini kuna tamaa ya mwili, lakini pia kuna kiburi. Hivi vyote vinaambatana na kuipenda dunia, ya kwamba watu ambao wanaipenda dunia wana tabia 3 maarufu au 3 kuu ambazo zinasikitisha sana, ambazo zinahuzunisha sana. Tabia ya kwanza, wana tamaa ya macho, lakini 2, wana tamaa ya mwili, na mwisho kabisa wana kiburi, wanajikweza, wanajiona wao wanajua kila kitu. Na cha ajabu zaidi, watu wenye kiburi wanaonekana au wanadhihirishwa dhidi ya Mungu pale ambapo wanakataa kumpatia Mungu utukufu kwa kile ambacho anafanya katika maisha yao. Kuna nukuu hapa ambayo natamani nisome kutoka katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia juma hili, ambayo hii nukuu inasema, tunapaswa kuwa waangalifu kukumbuka kwamba mali, uwezo na mafanikio yetu haviamui thamani yetu. Badala yake, thamani yetu inapaswa daima itoke kwa Mungu, kwa sababu kila kitu tulicho nacho, hata kile ambacho hutupatia jaribu la kuwa na majivuno, vinatoka kwake tu. Hili ni jambo ambalo hatupaswi kulisahau kamwe, ya kwamba mali na kila kitu tulicho nacho kinatoka kwa Mungu. Hata vile ambavyo tunajiona ya kwamba hakuna mtu mwingine ambaye anacho, hakuna mtu mwenye gari kubwa kama hili au gari la gharama kama hili, ambavyo vinatufanya tu na kiburi, tukumbuke ya kwamba vinatoka kwake. Na jambo la kushangaza ni kwamba Mungu anaweza akaamua kuviondoa hivyo
kwa usiku tu mmoja. Tunakumbuka kuna kile kisa ambacho kilisimuliwa katika Biblia cha yule tajiri ambaye alivuna mazao mengi na akawa na mali nyingi, lakini baada ya hapo akaondoka, akajikweza, akasema hakuna kitu chochote ambacho kitanizuia kufanya kile ambacho nikipendacho, na akajisifu hata kudiriki kumkufuru Mungu. Na kisa kinaendelea kusema usiku ule roho yake ikaondolewa. Mada nyingine inasema ijue nafsi yako, ijue nafsi yako. Kuna kisa hapa au kuna visa viwili hapa, ambacho kisa kimoja kimsingi ni kama kisa kimoja, lakini kinawaelezea watu wawili, ambapo mmoja ni mtu ambaye alikuwa anajikweza, lakini mmoja ni mtu ambaye alikuwa mnyenyekevu, ambaye anajutia dhambi alizozifanya. Na wote hao walikuwa wakiingia kanisani, na walipoingia kanisani, mmoja yule ambaye alikuwa anaonekana mwenye hali njema, mwenye hadhi, akaenda moja kwa moja mpaka mbele kabisa ya kanisa, kwenye siti ya kanisa, na alipokuwa akiomba, aliomba kwa sauti huku akimshukuru Mungu kwa wema wake mwenyewe anaouona, huku akijikweza kwa namna fulani. Lakini yule mwingine anaitwa mkaaji wa jamii, yani ambaye anaishi na watu, ambaye sio wa kujitenga, alienda akakaa nyuma, lakini akaenda pembeni kabisa kwenye kona, akapiga magoti huku akijigonga kifuani, kuomba msamaha kwa yale madhaifu alionayo kwa Mungu, huku machozi yake yakimtoka kwa sababu ya uzito wa dhambi alizo nazo. Na katika tafakari hii ya watu hao wawili, ndivyo hata sisi tulivyo. Wakati mwingine tunajikweza kwa kujiona ya kwamba sisi tunastahili, sisi ni wema, hatuna udhaifu wowote. Yani sisi ni watu ambao tuna haki, tunastahili haki tu, tunastahili mema tu kuja kwetu, kwa sababu sisi ni watendaji wa haki, jambo ambalo sio sahihi mara nyingi. Lakini kuna watu wengine ambao ni wanyenyekevu, ambao wanaona wana mzigo mzito wa dhambi, na kila mara wanapoenda kwa Mungu wanaenda kwa kujidhiri, kwa kupiga magoti, kwa kulia kwa huzuni ya kwamba Mungu awasamehe kwa kile ambacho wamefanya, na wanasema kabisa, Bwana unirehemu mimi mwenye dhambi. Kwa maana kila ajikwedhaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakweza. Luka 18 fungu la 14 ndivyo inavyotuambia. Kwa kweli kabisa yatupasa tuchukue kiti cha chini kabisa na umwache Mungu akuinue, yani usitake kujiinua wewe mwenyewe. Kuna nukuu hapa ambayo inasema ni yule tu ajifahamuye kuwa ana dhambi ambaye Kristo ataweza kumwokoa. Ellen G. White katika kitabu kinaitwa Lulu za Uzima, ukurasa wa 103. Wiki iliyopita tuliangalia na tukajifunza ya kwamba ni lazima Mungu ni lazima tuwe na Roho Mtakatifu ambaye atatuongoza kufahamu yale yaliyo makosa yetu, yale yaliyo madhaifu yetu. Na hivyo tutakapofahamu hayo madhaifu, tutarudi na kunyenyekea na kutubu. Tunaambiwa wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Sasa mara nyingi tunakemewa na Mungu, lakini tunashindwa kukubali yale makemeo, na ndicho kinachokuja kuongelewa hapa, ya kwamba ni wale tu ambao watafahamu ya kwamba wana dhambi. Yani wakisha kemewa watafahamu ya kwamba haya makemeo ni ya kweli na ninatakiwa ni yakubali haya makemeo, ndio ambao Kristo ataweza kuwaokoa. Yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu zote na kutusafisha kwa udhalimu wote. Na haya hayataweza kutokea mpaka pale ambapo tutatambua ya kwamba tunatakiwa tunyenyekee na tujishushe ili Mungu aweze kutusafisha kabisa.
Mada nyingine inasema Musa mtumishi mnyenyekevu. Na hapa tunamwangalia Musa. Musa alikuwa ni msomi, na msomi ambaye kwa kipindi kile tunaweza tukasema alikuwa na degree ya juu kabisa, au alikuwa na shahada ya juu kabisa. Lakini akiwa katika kumbi kubwa za Misri ambazo alidhihirika akiwa na utajiri mkubwa dhidi ya Wamisri wenyewe, lakini hata Waebrania walimtazama katika hali hiyo, mpaka siku ambayo Mungu alihitaji kumtumia, na ili kumtumia ilimbidi amshushe ili aweze kumnyenyekeza na aweze kutambua ya kwamba Mungu pekee ndiye ambaye anatakiwa kukunyenyekesha, na wewe ujinyenyekeshe ili uweze kumtumikia yeye. Kwa hiyo kutokana na dhambi aliyoifanya ya kumpiga Misri, ilimbidi akimbie, na alipokimbia alienda mbali kabisa katika nyika huko, na huko alijifunza kuchunga kondoo kwa miaka 40, kondoo wa Yethro. Akiwa huko, Mungu alimfundisha unyenyekevu, alimfundisha kujishusha, alimfundisha namna ambavyo anaweza kumtumikia Mungu akiwa huko katika kuchunga kondoo katika hali duni kabisa. Mtoto ambaye amelelewa katika hadhi ya kifalme, mtoto ambaye aliaminika ya kwamba yeye ndiye mrithi wa Farao katika hali aliyokuwa nayo, ilimbidi aende porini kabisa, aende nyikani kabisa, jangwani, akachunge kondoo kwa miaka 40 ili Mungu aweze kumtumikisha katika kufanya kazi ya kuwaokoa wana wa Israel kwa ajili yake. Wakati mwingine tutaamini ya kwamba nguvu tulizonazo, mali tulizonazo, uwezo tulionao unatuwezesha kufanya kazi ya Mungu, lakini kumbe itatubidi tupoteze hayo yote tulionayo ili tuweze kwenda mahali nyikani, Mungu aweze akatushusha, akatunyenyekesha ili tuweze tukamtumikia Mungu vizuri. Musa alidhani ya kwamba yale aliyokuwa amefundisha na mama yake yalipaswa kutumika kuwaokoa wa Israel au Waebrania kwa nguvu, kwa kupigana, na ndio maana alianza kupigana na Wamisri. Kumbe Mungu alikuwa anahitaji kumchukua huyu Musa, ampeleke nyikani, akamfundishe kunyenyekea, ili kwamba aweze kumfundisha ya kwamba yeye hana uwezo wowote wa kupigana, wa kufanya chochote, ila Mungu tu atakaye mwezesha kufanya hivyo. Na hilo lilimfanya hata wakati Mungu anakuja anampatia wito wa kwenda kuwaokoa wana wa Israel, Musa ajishushe na ajione ya kwamba hafai kabisa. Na ndio maana anasema, mimi ni nani hata niweze kusimama mbele ya Farao ili kuwaokoa wana wa Israel, akionyesha ya kwamba amepondwa, hawezi kabisa kusimama. Wakati huku mwanzo alikuwa na uwezo hata wa kuwapiga wa Misri, yani kuwapiga ndugu zake. Naongelea ndugu zake katika hali ya kulelewa, yani kuwapiga wenzie walio katika himaya ya kifalme. Anawapiga akijua hakuna chochote kitakachofanyika, hakuna mtu ambaye ataweza kunifanyia chochote kwa sababu mimi ni mtoto wa kifalme. Lakini alivyoenda nyikani akajifunza kujishusha na kuwa mnyenyekevu ili aweze kumtumikia Mungu. Na neno la Mungu linaandika hapa likimthibitisha namna ambavyo Musa alipondoshwa moyo na kushushwa kabisa na kunyenyekeshwa katika Hesabu 12 fungu la 3 ya kwamba basi huyo Musa alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote. Inafurahisha kiasi gani Musa anabadilishwa na kuwa mpole kiasi kwamba Biblia inamfahamu ya kwamba huyu Musa alikuwa mpole sana. Fikiria jinsi ambavyo maisha na uongozi wake ungekuwa tofauti kama kiburi kingeingia katika kila moja ya matukio haya makubwa katika maisha yake Musa. Unadhani angeweza kushinda? Angeweza kutoboa? La hasha, angeshindwa.
Mada nyingine inasema kosa kubwa kuliko lote. Kosa kubwa kuliko yote. Kuna chukizo moja kubwa sana ambalo hilo linaleta ukakasi sana katika maisha ya Wakristo, na hapa tunalipata katika kitabu cha Luka 22 fungu la 24 hadi 27. Tunaona wanafunzi wa Yesu Kristo wakianza kushindana na wanaanza kumuuliza Yesu Kristo ya kwamba ni nani aliye mkuu kati yetu? Wote wanatembea na Yesu, wanaishi na Yesu, wanafanya kazi ya Yesu, kila mahali wako pamoja. Lakini swala linaibuka ambapo kila mtu anatamani kuwa mkubwa kuliko mwenzie, na ndipo wanaanza kuuliza ya kwamba je, ni nani aliye mkuu zaidi yetu, au nani aliye mkuu kati yetu? Yesu anakuja anawaeleza ya kwamba yeye aliye mkuu ni lazima awe mtumwa, na zaidi ya yote anaonyesha kwa vitendo yeye mwenyewe Yesu Kristo ambavyo alikuwa akiwatumikia hawa wanafunzi wake 12. Kuna nukuu hapa ambayo natamani nisome kutoka katika kitabu cha Lulu za Uzima ukurasa wa 101 ambacho kimeandikwa na Ellen G. White. Imeandikwa, hakuna chukizo kwa Mungu au kitu kilicho cha hatari kwa roho za wanadamu kama kiburi na kujiona kuwa umetosheka. Katika dhambi zote, hii ndiyo isiyo na matumaini na isiyo na matibabu kabisa. Ni kwa nini nukuu hii inasema hivi? Ni kwa sababu moja kuu. Mtu mwenye kiburi hawezi kukubali kusikia maonyo. Pale maonyo yanapotolewa, mtu mwenye kiburi ataona hayamfai, hayo sio kwa ajili yake, na ataona wale wote ambao wanapeleka maonyo kwake ni wabaya, hawafai kabisa. Ndivyo kiburi kilivyo, na kiburi huangukia katika upotevu, kwamba kama hautapambana kumwomba Roho Mtakatifu akuondolee hicho kiburi, basi wewe utapotea. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walipotambua hali zao zilikuwa ni kiburi, basi ilibidi Yesu Kristo apambane kuwafundisha na kuwanyenyekeza, na kwa kunyenyekea kwao hawa wanafunzi wa Yesu waliweza kuepukana na kiburi. Mtazame yeye. Baada ya kuona haya yote ambayo tumegundua, ambayo yanahusu kiburi, na kwamba pasipo Roho wa Mungu kugusa maisha yetu, kutubadilisha katika maisha yetu, hatutaweza kuokoka kabisa, kwa sababu kiburi kinasababisha watu wawe washupavu, wawe wagumu, wasioweza kusikia maonyo kabisa. Unaposoma katika Luka 22 fungu la 27 inasema, lakini mimi kati yenu ni kama atumikaye. Yesu Kristo anawaeleza hawa wanafunzi ya kwamba mimi kati yenu ni kama atumikaye, akiwasihi ya kwamba wasipambane kuona ya kwamba ni nani ambaye ni mkubwa au ni bora zaidi kuliko wengine, bali wajifunze kuwa watumishi na wanyenyekevu. Ni kwa sababu alijua kwamba jamii ya wanadamu ilimhitaji yeye kuliko kitu kingine chochote maishani, ingawa ni wachache waliotambua ukweli huu sahihi. Yesu ambaye aliachilia mbingu ili afe kwa ajili ya wanadamu, ili wapate kuelewa tendo lake la neema na waitikie mwaliko wake wa kuwa na uhusiano wa yeye, ndivyo alivyofanya. Mwisho kabisa, natamani nisome nukuu hapa kutoka katika kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, sehemu ya 2 ukurasa wa 45. Imeandikwa, kabla ya kupata heshima kwanza kuna kunyenyekea. Kupata cheo mbele ya wanadamu, mbingu huchagua watendakazi ambao kama Yohana Mbatizaji wako katika nafasi duni mbele ya Mungu. Mwanafunzi aliye zaidi kama mtoto ndiye afaaye zaidi katika kazi ya Mungu. Kwa hiyo kama unahitaji
kufanya kazi ya Mungu lazima ujifunze kunyenyekea kama mtoto. Pasipo kufanya hivyo hautaweza kutoboa. Leo hii Mungu anahitaji watu walio wanyenyekevu, watu ambao wataweza kusimama, wataweza kuwa wanyenyekevu kama Yohana Mbatizaji, wakiwa wanyenyekevu huku akisema kweli hata ikiwabidi kupita katika kifo au mauti. Je, utakuwa mmoja wao leo, kusimama kwa ajili ya Mungu, kusimama kwa ajili ya kumtetea Mungu katika kipindi hiki ambacho wanadamu wengi wamejawa na viburi? Mungu anahitaji leo uwe shahidi mwaminifu kwa ajili yake. Basi tunavyofunga, hebu tupate ombi. Baba yetu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kuwa umetufundisha ya kwamba yatupasa tuondokane na kiburi. Tusaidie tujifunze kunyenyekea, tusaidie tubadilike na kukutumikia wewe kabisa. Tunaamini utaendelea kuwa pamoja nasi na utatusaidia tutendee kazi haya tuliyojifunza katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Basi Mungu akubariki sana, na ikiwa hizi video zinakubariki, kumbuka kulike, kushare na kusubscribe. Mpaka wakati mwingine. Asante.